Itakupa tu story ambazo walizipitia kama ya kwako, itakupa nguvu. Kuna tofauti yote kati ya kutaka kuwavutia watu na kung'ang'ania watu? Zote binadamu kimfanyia kitu fulani kizuri ama kitu ambacho kinamgusa, unatengeneza deni kwenye nafsi yake. Lakini wewe umekuja na jibu, umekuja na kanuni. Umekuja na principles ambazo zinaweza zikawapeleka sasa kuwavutia watu, kuvutia fursa, kuvutia wateja na kila aina ya nafasi wanazo zitafuta. Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Dynamic Talks Podcast. Kama unakumbuka mara mwisho tulizungumza kwa habari ya namna sahihi ya kutimiza malengo, na tulichimba kwa kina kutaka kujua ni namna gani ambayo inaweza ikamsaidia mtu yeyote kufanikisha malengo yake ndani ya mwaka mzima. Na leo kwenye episode ya pili, mwelimishaji wa masuala ya maendeleo binafsi na elimu ya fedha, ndugu yangu, my brother from another mother, anaitwa Abel Ngeleja, atakuwa anatujuza ni kwa namna gani unaweza kuvutia watu kwenye maisha. Karibu sana brother. Asante sana. Hongera sana kwa namna ambavyo last time ulifanya vizuri na mazungumzo yamepokelewa vizuri sana. Yes, asante sana. Kimsingi sijui kama na umepata message, ila binafsi nimepata shuhuda nyingi kwa kile tulichozungumza. Yes, pia nimepata ujumbe mwingi sana kupitia mitandao ya kijamii. Watu wanafurahia na wamependa kile ambacho tulizungumza. Yeah, by the way inakuwa inatupa nguvu ya kufanya zaidi. Yes. Ni kitu gani uligundua kwenye somo lililopita la kuseti malengo? Kwa nini watu wengi wanakuwa active sana wanapojifunza somo la malengo? Yes, kwa sababu kuna factor mbili ambazo niligundua zimewafanya wafurahie. Cha kwanza, tumetoa message katika wakati sahihi. Kisaikolojia, mwaka unapoisha na mwaka unapoanza, kila mtu ana msukumo wa kuanza upya. Na katika kuanza upya maana yake ni kuseti malengo. Kwa hiyo ilikuwa ni sahihi, ni wakati ambao kila mmoja psychologically ana tension ya kuseti malengo. Yes, kwa hiyo watu wakawa wana shauku. Mwaka jana aliseti malengo yake hajatimia, amekutana na content ambayo inamuelekeza. Kwa hiyo actually akawa na shauku ya kwamba asirudie makosa. Ni jambo la pili lilowavutia ni namna ambavyo mada tulivyoitengeneza. Tumejibu karibia maswali mengi sana ambao watu wanajiuliza kuhusiana na malengo. Yes, tulianza na kwanza anasisimuka. Sema hebu ngoja niende cha pili, mbona ndio kama tatizo ambalo linanizuia. Kwa hiyo unakuta mapokeo yamekuwa makubwa kwa sababu tumekwenda kugusa kile ambacho kinasumbua watu wengi. Yes. Na kimsingi nimegundua hicho kitu ninachokizungumza. Yes. Na moja ya comment ambazo nimezisoma mara kadhaa, walishauri kwamba tuangalie namna ambavyo tunaweza tukawaelimisha juu ya jinsi ya kuvutia nafasi, kuvutia watu wakubwa, kuvutia wateja kwenye maeneo mbalimbali. Na wakati ninapita kwenye artbook zako kadhaa, nimesoma ebook inaitwa Mvuto. Kwenye moja ya kitu ambacho umekizungumza mule ndani ni kanuni za kuvutia watu. Yes. Nataka utuambie essence ya kuja na idea hii ilikuwa ni nini? Ulipata wazo gani ukagundua kwamba hiki kitu ni muhimu sana? Yes, mimi kama nilivyokuambia tulivyokutana mara ya kwanza kwenye interview, nikwambia nimeanza kufanya kazi ya kuandika vitabu zaidi ya miaka 6. Na katika kuandika huko kwanza kuandika vitabu, nilichukua pia fursa ya kujifunza mwenyewe, kuangalia kwenye maisha vitu gani ambavyo watu wanahitaji. Sasa kuja kugundua kwamba watu wengi sana wana uwezo mkubwa sana kufanya vitu. Na huo uwezo mkubwa wa kufanya vitu walionao wanauonesha na wanafanya, lakini hawapati mwitikio ambao unahitajika. Kwa sababu kwenye kila ambacho tunakifanya tunahitaji kuwa na watu ambao ndio watatupa sababu ya kuendelea kufanya. Kuna watu wana uwezo mkubwa sana wa kufanya biashara. Lakini ana biashara, anatengeneza eneo lake zuri la biashara, lakini wateja hawaji. Kwa sababu kuna tactics fulani amezikosa. Kuna watu ni waandishi wazuri, kusoma vitabu chake mpaka unashangaa ana ujuzi mkubwa, lakini bado anapata changamoto ya kuattract wateja. Wakaja kagundua kuna changamoto kubwa sana. Watu wengi licha ya kuwa na uwezo mkubwa hawana maarifa ya kuwavutia watu ambao ndo watawapa sababu ya kuendelea kufanya hicho anachokifanya.
Kwa hiyo baada ya kugundua tatizo kwenye jamii, nikakaa, nikajifunza, nika practice kwa muda kama miaka 2 nione kama kanuni zinafanya kazi. Baada ya kuona kanuni zinafanya kazi, basi nikaamua kwamba kama mwandishi ambapo nina role ya kuondoa changamoto hapo kwenye jamii. Nikasema basi niondoe changamoto ya watu kufanya vitu vikubwa pasipo kupata mashabiki. Na mtu aliyenishtua sana ni mtu mmoja anaitwa Vincent van Gogh. Okay. Huyu ni mmoja kati ya watu ambao ni wachoraji ambao hawajawahi kupata kutokea duniani. Yes, alikuwa anachora kazi nzuri sana. Lakini alikuwa na changamoto ya namna ya kuinteract na watu. Na unajua hata unapoenda kufanya marketing, is all about kuinteract na watu. Yeah, unafanya na watu. Yes, alikuwa ni mtu ambaye yeye anajitenga, anafanya kazi zake, anajifungia. Hana namna nzuri ya kuinteract na watu. Sasa yule mtu yule Vincent van Gogh alikuja kufa kwa depression. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anafanya kazi nzuri na hapati wateja. Akanajiuliza, mimi na shida gani? Mbona nachora picha nzuri? Kuna watu wanachora picha kawaida tu, wanafanya kazi za kawaida lakini wanapata mapokeo makubwa, wanapata manufaa makubwa. Akawa alikufa kwa depression. Na baada ya kufa, picha zake zile zilichukuliwa zikapelekwa kwenye museum, majumba haya kutunza vitu. Watu walizipokea na mpaka leo wachoraji wengi walimodo wao ni Vincent van Gogh. Hebu ona sasa amefanya kitu hakijapokelewa, depression mpaka imemuondoa kwa sababu tu hakuwa na skill ya kuvutia watu. Hakuwa na ujuzi wa kuvutia watu. Ana uwezo mkubwa wa kufanya anachokifanya lakini hana ujuzi wa kuvutia watu. Kwa hiyo ikanipa nguvu ya kusema kwamba hebu tutengeneze product ambayo itawasaidia watu kujifunza hasa ujuzi wa kuhusiana na watu. Ujuzi wa kuvutia watu kwenye maisha na kwenye vitu ambavyo wanafanya. Yes. Lakini kuna kitu watu wana confuse. Kuna tofauti yote kati ya kutaka kuwavutia watu na kung'ang'ania watu? Utofauti upo. Manake unang'ang'ania watu, unalazimisha watu wawe kwenye sehemu ya maisha yako. Lakini kuvutia ni kama ukichukua sumaku na chuma. What happens? Sumaku chuma itaifuata sumaku. Kwa hiyo kuvutia watu wanakuja automatically kwenye maisha yako kutokana na vitu ambavyo unavifanya. Namna ambavyo umejiposition. Kuna vitu ambavyo watu vinawapa sababu ya kukufuata. Yes, kwa hiyo sumaku ana nguvu ya kuvuta, chuma kinamfuata. Lakini ukiweka chuma na chuma hakuna kinachomfuata. Yes, kwa hiyo kuna utofauti ndio uko katika engo hiyo. Yes. Ili mtu afanikiwe kuvutia watu, ni vitu gani anatakiwa kuvibadilisha kwanza ndani yake? Cha kwanza ni fikra. Yes, ni fikra. Unajua kuna watu unashindwa kukaa nao karibu kwa sababu wewe mwenyewe kichwani jinsi ulivyojiposition. Kwa kitabu kimoja kinaitwa The Magic of Thinking Big. Mwandishi anasema kwamba mafanikio yote yanaanzia kichwani. Kuna mtu fulani unamtaka awe sehemu ya maisha yako, unabidi uanze kutengeneza hiyo picha kichwani kwamba yes, utengeneze akili kwamba huyu mtu kweli na mhitaji ndio anaweza kuwa sehemu ya maisha yangu. Tunaweza kujifunza kanuni zote za mafanikio. Lakini kama hujaanza mwenyewe kutengeneza kichwani picha ya mafanikio, hauwezi. Unataka kuwa ni mtu ambaye unavutia watu. Lazima kichwa chako kitengeneze hiyo picha kwamba yes, mimi nina mvuto, naweza kuvutia watu. Ukibadilisha namna unavyofikiria, utabadilisha namna ambavyo unaongea kwa mfano. Utabadilisha namna ambavyo unavaa kwa mfano ili kuvutia watu na vitu vingine tutakuja tuone. Kwa hiyo ili uweze kuvutia watu lazima uanze kutengeneza picha na ukubali na ujione kwamba kweli una uwezo wa kuvutia watu. Yes. Na kimsingi kwenye hilo eneo, unafikiri ni kwa nini kuna watu ambao wameshajikatia tamaa na wanafikiri watu wakubwa na fursa kubwa sio sehemu yao tena? Ni kwa sababu tu ya namna ambavyo wamejengea. Unajua kuna aina mbili za mindset ama fikra. Kuna wale ambao ni positive mindset, maana kana fikra chanya, na kuna watu ambao wana negative mindset, maana watu wenye fikra hasi. Sasa watu ambao washajikatia tamaa na kuona kwamba haiwezekani ni moja hapa indication ya fikra hasi. Na wakati mwingine inasababishwa na vitu vingi. Cha kwanza ni kama tulivyozungumza kwenye episode iliyopita. Unafanya kitu haupati matokeo. Pengine huyo mtu alijaribu kuassociate kwa mtu mkubwa, kuomba ukaribu naye, yule mtu akarespond negative. Kwa ile kitu kama hauna fikra thabiti itakuvunja moyo. Utaona hapana. Pengine alifanya hata kitu kwa ajili ya yule mtu lakini yule mtu hakumpokea. Kwa moja inatengeneza moment ya kuona kwamba
ni kama unaona ni mdogo, unakata tamaa. Kwa ndio maana kuna faida sana, tulisema siku zile, moja wapo vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia kuweza kukeep usikate tamaa. Kwanza ni kuwa na mtu mshauri anakushauri. Lakini nyingine ukasema associate na watu ambao wanafanya kitu kama wewe, watakupa tu story ambazo walizipitia kama ya kwako, itakupa nguvu ya kusonga mbele. Na utaona kwamba wewe sio wa kwanza. Yes, utaona wewe sio wa kwanza, na utaona kumbe kama wale waliweza, kama wale walipitia scenario kama ya kwangu, nitaendelea. Wakati mwingine watu wanakata tamaa kwa sababu anafikiri hali ambayo anaipitia kwenye maisha, mkwamo anaopitia yeye ndo wa kwanza. Kuna watu wakikusimulia stories za maisha yako, ulikuwa unataka kukata tamaa, unanyanyuka unaenda kupambana. Unakimbia. Yes, kwa hiyo unaweza kusema ni hivyo. Nimependa sana mfano wako wa Chuma na Smaku. Kwamba Chuma kinafuata Smaku. Na Smaku probably inabaki mahali ilipo. Nataka kwenye podcast hii utuambie watu ambao tunawahitaji, wao huwa wanavutiwa na vitu gani hasa kwetu? Yes. Ukirudi kwenye elimu ya saikolojia, inasema kuna sheria moja ambayo ni muhimu sana. Siku zote binadamu kimfanyia kitu fulani kizuri, ama kitu ambacho kinamgusa, unatengeneza deni kwenye nafsi yake. Yeye atatamani atafute namna ambayo atalipa kile ambacho umekifanya. Yes, kwa kitu cha kwanza kabisa ili uweze kuwavutia watu wakubwa ambao unawatafuta, fanya kitu ambacho kina thamani kwenye maisha yao. Fanya jambo. Usifike ukaanza kueleza matatizo yako, utaka wakusaidia wao wakati hujafanya kitu chochote kwenye maisha yao. Tafuta kitu. Wanasema usimkimbize kipepeo. Tengeneza mazingira ambayo yatamvuta kipepeo aje kwenye don't chase, attract. Yes, kwa hiyo tafuta namna, ni namna gani unaweza ukaengage kwenye maisha ya yule mtu, akaiona thamani yako kwake. Kwa hiyo utakapomfanyia kitu cha thamani, utatengeneza deni kwake. Kwa mfano mimi kuna mtu mmoja nilikuwa ninamtafuta sana. Niwe naye karibu. Umweke karibu. Ni mwalimu, anazungumza, ananivutia sana kwenye content zake anapokuwa anazungumza. Nikataka kwenye baadhi ya mambo nijifunze. Lakini namna kumfikia, kwanza hadi umfikie watu ambao wanamlinda, watu ni wengi. Na hata ukienda kwenye semina zake akimaliza, watu kibao sana wanatafuta kuongea naye. Yes. Lakini nikaja kugundua licha ya content zake zote anazozizungumza, hana skills za kuandika. Anazungumza tu pale, vitu vina flow, lakini when it comes yeye kukaa chini kuandika hawezi. Yes, wasaidizi wake nikawasiliana nao, nikamwambia sasa mimi nitajitolea. Kwenye moja ya semina zake nitakuwa nahudhuria, kile ambacho anakifundisha mimi nitanoti, nitamsaidia kuandika kitabu. Yes, nikamwambia msimwambie, kwanza iwe kama surprise. Natafuta thamani ya kuwa naye karibu. Yes, kwa hiyo nikaenda kwenye semina zake, nikamsikiliza, nikamwandalia kitabu. Nikaandika vizuri nikapita kwa wasaidizi wake akampelekea. Alipokisoma kile kitabu, yeye mwenyewe akasema mimi ndo nimeflow, kitabu kimekuwa organized vizuri hivi. Hebu nitieni huyo kijana aje nimuone. Kwa tukapata wasaa kuzungumza naye. Meza moja tumeongea, na mpaka leo ananipigia simu muda wote. Sasa ilishakuwa mimi simtafuti tena kama nilivyokuwa namtafuta zamani. Anitafuta. Yeye ndo anakutafuta. Yes, kwa sababu kuna thamani fulani imeonyesha kwenye maisha. Kwa hiyo ukitaka kumattract mtu mkubwa, tafuta kitu unachoweza kumfanyia. Unajua kuna watu wanachora picha labda mheshimiwa fulani. Yes, unapomcholea picha akichukua, kuna kitu, yani kuna reflection fulani, kuna thamani fulani utakuwa umeifanya. Kwa hiyo tengeneza thamani hapo uweze kumwendea mtu mkubwa. Lakini jambo la pili, ili uweze kumvutia mtu mkubwa, akusogeze, mtu ambaye unawish uwe naye. Usiende ukapeleka malalamiko. Usifike ukaanza kutangaza shida. Unajua mimi sina wazazi, naomba unisaidie nitoke kwenye hichi ninachokifanya. Ni kweli unaweza kuwa una wazazi, ni kweli unaweza kuwa una changamoto, unapitia wakati mgumu. Lakini malalamiko kwa watu ambao wameshavuka stage na tunatamani kuwa kama wao, wanajua athari ya malalamiko. Mtu anayelalamika sana anazuia ubongo wake kuweza kuprocess na kutafuta namna ya kutatua changamoto alizonazo. Kwa hiyo badala ya kulalamika, hebu tafuta engo nyingine ya kumtafuta huyo mtu. Usimtangazie shida zako. Wengi atakwambia okay, andika jina lako hapa, andika namba yako. Ukipiga simu hatakuja kupokea hata siku moja. Kwa sababu anaona kwamba
yeye mwenyewe ana matatizo mengi. Kwa hiyo badala ya kupunguza matatizo, anaona kuna tatizo lingine linakuja. Ni bora akuone kuna kitu unafanya, anajua hapa nikikusaidia utavuka sehemu nyingine. Kwa hiyo ili uweze kumpata mtu mkubwa, punguza malalamiko. Usiende kutangaza shida hasa kwenye siku ya kwanza unakutana naye. Yes. Yeah, kwa hiyo haraka ni hivyo vitu vile vikubwa ukivifanya, unaweza ukafanikiwa. Yes, wanao karibu. Yes, wanao karibu. Yeah. Ni kweli kwamba hawa watu ambao tunawahitaji na namna ambavyo tunajiposition, ni kweli kwamba wao hawana changamoto au wameshafanikisha ndoto zao? Hapana. Unajua ndoto, kila mmoja anajua level yake anataka afika wapi. Kwa tukisema amefanikisha ndoto zao, tunaweza tusiwe sahihi sana. Hata wewe ulikuwa na ndoto. Kwa mfano mimi nilikuwa tuna ndoto siku moja niandike kitabu. Nilipoandika kitabu cha kwanza, ukubwa wa ndoto zangu ukaongezeka. Yes, nikatamani kitu kingine kikubwa. Kwa hiyo kwanza wanakuwa hawajatimiza ndoto zao, kwa sababu kuna tabia, ukishatimiza ndoto moja, kuna ndoto nyingine zinazalishwa ambazo pengine ni mwendelezo hiyo ndoto ama ni eneo lingine kabisa. Kwa wanakuwa hawajatimiza ndoto, lakini matatizo wanayo mengi pengine kuliko hata sisi. Kwa sababu unapokuwa kwenye level fulani, labda umekuwa maarufu au umekuwa mtu mkubwa kwenye eneo fulani, then kuna mambo mengi ambayo yana associate na huo maarufu, yanawasumbua. Unabidi ubadilishe aina ya maisha unayoishi. Kuna vitu vingi sana. Kwa hiyo wana matatizo mengi na wanatamani waende wamsaidie mtu ambaye tayari kuna step ametembea. Sio mtu ambaye anakuja kuongezea yale ambayo wako nayo, yale ambayo yamekusumbua tena. Yes. Yeah. Kwenye kitabu chako bana, umejibu swali la watu wengi. Yes. Moja ya swali ambalo linasumbua vijana na watu ambao wana struggle kutafuta ajira na kazi mbalimbali. Wanajiuliza kwamba ni kweli watu wanawafundisha vitu ambavyo hawataki kufanya wanapotafuta watu wakubwa. Lakini wewe umekuja na jibu, umekuja na kanuni. Umekuja na principles ambazo zinaweza zikawapeleka sasa kuwavutia watu, kuvutia fursa, kuvutia wateja na kila aina ya nafasi wanazozitafuta. Natamani kwenye segmenti hii utuelekeze hizo ni kanuni zipi? Yes, kwanza mtazamaji ambaye amepata bahati ya kutazama episode hii, tunampongeza sana kwa sababu kitu ambacho leo tutakwenda kumfundisha kitakwenda kuanzisha mwanzo mpya kwenye kila anachokifanya. Yes, tafiti kwenye mwandishi mmoja anaitwa Les Giblin, kwenye kitabu chake kinaitwa The Art of Doing People, anasema kwamba unapojifunza namna sahihi ya kuhusiana na watu, unakuwa umeshatembea 85% ya kuelekea ndoto zako. Na unakuwa umejihakikishia 99% ya furaha. Au tutakuja tuone hapo mbele. Lakini pia taasisi ya Kanji, mwandishi mmoja maarufu sana, ameandika kitabu cha How to Influence Friends and People. How to influence friends and to win people. Kitabu chake hicho, kwenye kupitia kitabu chake na kupitia taasisi yake alionayo, alifanya tafiti kuangalia maisha ya maengineer nchini Marekani ambao wamefanikiwa sana kwenye maisha. Akaja kugundua mafanikio yao ni 15% tu ya kifedha. Mafanikio ya kifedha 15% tu ndio zinategemea professional skills. Yani ujuzi ule wa kiengineer walionao. Lakini 85% ya pesa zao zinatokana na namna ambavyo walijifunza kuhusiana na watu. Kuna madili wanapewa kwa sababu tu kuna mtu anahusiana naye. Lakini mtu wa mwisho ambaye anatupa confidence ambayo tunaenda kujifunza atakwenda kubadilisha unachokifanya, anaitwa John Rockefeller, kama mnamfahamu. Ni moja kati ya matajiri ambao rekodi yao imekuja kuvunjwa juzi na Elon Musk. Huyu mwamba amekufa mwaka 1937. Lakini mpaka anakufa alikuwa na utajiri wa $400 bilioni 400. Ambapo kwa mfano Elon Musk sasa hivi ana utajiri wa $700 bilioni 700. Anayefuata ana $200 bilioni 200 plus. Unaona ndani kutokea mwaka 1939 mpaka leo haijavunjwa hiyo tafiti. Huyu mwamba anasemaje? Anasema kwamba kwenye moja kati ya ujuzi wa kuhusiana na watu, moja ya bidhaa muhimu sana ambayo yeye alikuwa tayari kuigaramikia kwa gharama yoyote ile. Kwa gharama yoyote ili aweze kuipata. Bilionia kama huyo, kama anaona ujuzi wa kuhusiana na watu ni kitu cha msingi, maana hata sisi kumbe tunatakiwa kukithamini, tunaweza tukaenda vizuri. Sasa jambo la kwanza kabisa ili uweze kuwavutia watu kwenye maisha yako ni tabasamu. Smile. Max Easterman, mtaalamu wa people skill, yani ujuzi wa kuhusiana na watu, anasema a smile is a universal welcome. Ukitabasamu
ni sasa unamkaribisha mtu. Yani ni ukaribisho. Lakini pia tafiti zinasema ukutana na mtu kwa mara ya kwanza, huyo mtu atavutiwa na wewe, ataamua ama atavutika na wewe ndani ya sekunde 8 tu za mwanzoni. Yani mmekutana hivi moja sekunde 8 tu zinatosha kumwambia kwamba huyu mtu naweza nikaambatana naye. Yes, sasa moja wapo ya njia ambao unaweza ukamfanya huyu mtu muinfluence ni kupitia tabasamu. Tabasamu unapoweza. Tabasamu unapozungumza na wateja wako. Tabasamu unapotaka kuanzisha mazungumzo na mtu au juu utaanza vipi. Tabasamu. Tabasamu kwenye kile unachokifanya. Tabasamu ina nguvu ya ajabu sana. Wachina wana msemo wao, wanasema mtu ambaye atabasamu hapaswi kufungua duka. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe ukienda dukani mtu amenuna, unamwambia naomba nini? Unaona? Kwa hiyo kuna difference. Kwa hiyo tutabasamu ndio kanuni ya kwanza kabisa ambayo inakaribisha watu kwenye maisha. Lakini pia tabasamu sasa, apart from attraction, ina faida nyingi sana. Ya kwanza, tabasamu inasaidia kuweza kuondoa msongo wa mawazo na maumivu kwenye moyo. Kama una stress, jifungie sehemu, tafuta namna ya tabasamu. Tafiti moja ilifanyika ikasema unapotabasamu, tafiti ya kisayansi, kuna hormones za furaha zinakuwa released. Hormone moja inaitwa dopamine, nyingine inaitwa serotonin. Unapotabasamu, zile hormones zinapokuwa released ndio zinakufanya ujisikie uko vizuri. Kwa mfano ukienda kukutana na rafiki unayempenda, mtu unayempenda, kuna namna unajisikia furaha. Kinachokufanya ujisikie furaha ni zile hormones zinazokuwa released. Ambazo zinakuwa released pia unapokuwa umetabasamu. Yes. Lakini kitu cha pili, tabasamu inasaidia kuongeza kinga za mwili. Kama hujui, tafiti moja ilifanyika ikachukua watoto walikuwa wamelazwa wodini, makundi mawili ya watoto. Kundi la kwanza wakawa wanasimuliwa hadithi zinazofurahisha. Wanacheka, wanafurahi. Kundi la pili wakawa tu wanaachwa endelea maisha, the business as usual. Mwisho wa siku walipokuja kukinga, maana walipima kinga za mwili kabla na baada ya tafiti. Walipokuja kupima wakagundua wale watoto ambao walikuwa wanasimuliwa hadithi wana smile. White blood cell hai nyeupe ambazo zinahusika na mambo ya kinga ya mwili zilikuwa zimeongezeka. Kwa hiyo kutabasamu kunaongeza kinga. Lakini mnasikiaga kutabasamu kunaongeza siku za kuishi. Kweli? Yes, mtu ambaye amevunja rekodi ya kuishi muda mrefu kuliko watu wote duniani, ameishi miaka 122 na siku 164. Alipofikisha miaka 120 alifanywa interview. Akaulizwa what the secret ya wewe kuishi muda mrefu. Akasema yeye nyakati zote hata alipokuwa anakutana na magumu alikuwa anatabasamu. Kwa hiyo tabasamu inavutia watu sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo jitahidi sana kama unataka kuvuta watu basi utabasamu. Yes, kwa hiyo ndio kanuni ya kwanza ya muhimu sana. Kanuni ya pili, watambue watu kwa majina yao. Yes, Shambo unajisikiaje unakaa na mtu na meet naye kila siku zaidi ya mwezi, unakutana naye akipita kwambia wewe nani wewe njoo Sitiki. Yes, obviously unaweza usitike. Wewe una wateja wako wanakuja kila siku dukani kwako, hawajifahamu majina. Obvious kuna namna watakuona kama huwa zingatii. Vijana wanasema inakata. Sasa Dan Kanje kwenye kitabu chake cha How to Win Friends and Influence People ameandika, anasema kwamba majina yetu ni kama kitu kitamu ambacho masikio yetu yakikisikia yanahamasika. Jitahidi kuwatambua wateja wako kwa majina, watu wako na associate nao kila siku. Kuta mtu namuita jina, mama fulani Shamba, bali ikijitahidi hata kariri majina yao mawili. Kwa mfano mimi ni mwalimu, wanafunzi wangu karibia wote nimekariri majina matatu. Leo nilikuwa na practice nikawa nawatajia majina matatu. Wanashangaa zaidi wanafunzi 60. Fulani bin you see kwamba kuna namna wanaona unawathamini sana, anatuthamini. Kwa hiyo jitahidi sana kwenye kile unachokifanya. Watu wa karibu ambao una associate nao na unaingilia nao muda mrefu, taja majina yao, jua majina yao. Itakusaidia sana kuweza kuwavutia na kuona kwamba wao ni sema maisha. Lakini sio mbao, unaweza kaenda beyond, ukafahamu pia hata na taarifa zao. Wewe una duka la jumla, mtu anakuja kununua bidhaa, hujui hata duka lake liko wapi, hujui jina lake. Anaona wewe tunafanya tu business, hakuna ile sense ya kuwa pamoja, ya kuthamini. Kwa hiyo tujitahidi. Lakini njia ya tatu ni kupitia kupongeza na kusifia. Yes. Hakuna kitu ambacho kinamvuta mtu kama ukimpongeza na kumsifia. Umefanya kitu mtu akakwambia unafanya kazi nzuri, unafanya vizuri. How did you feel?
unajisikia vizuri, inavutia sana. Tafiti ilifanyika kwenye taasisi mbalimbali nchini Marekani, ikagundua taasisi ambazo zina wasifia na kuwapongeza wafanyakazi wake ziliongeza ufanisi kwa zaidi ya 80%. Hivyo kwenye mahusiano, ukimpa mke wangu leo umepika chakula kitamu, atatafuta namna na kesho apike chakula kitamu na atakuwa attracted na wewe. Sasa mimi nikupe story moja. Wakati nasoma chuo, kuna siku nilipita sehemu nikawa nimevaa shati zuri sana. Akanipongeza mdada mmoja, akamwambia leo umependeza, umewaka. From yale maneno nikawa kila wakati hata nikienda kununua nguo namtafuta, halo rafiki yangu, nataka ninunue shati, hebu angalia ile shati kama ni nzuri. Moja kwa moja tulitengeneza relationship. Yes, hivyo pia kwenye biashara, kwenye kila kitu unachokifanya. Kama ni kiongozi kwenye taasisi yako, huwa na utaratibu wa kupongeza na kusifia. Itasaidia kuwavuta watu kwenye eneo ambalo uko nao, na sio kila wakati unaona tu mabaya. Kwa hiyo itawakimbiza watu. Na kwenye kusifia hapo hutaki ku-exaggerate mambo, unatakiwa usifie ukweli. Sifia ukweli. Na unajua binadamu bwana, Mungu ametuwekea kila kitu. Ukinisifia uongo najua I feel kwamba hapa tu mwanangu hapo umenipiga. Yes. Usiwe chawa. Kwa hiyo inabidi usifie kwenye namna ambayo kweli ni honest. Yes. Njia ya 4 ambayo unaweza kuwavutia watu kwenye unachokifanya, kuwa na mwendelezo, consistency. Nilikuwa na migawa miwili kwenye mji fulani. Mgawa mmoja ulikuwa very classic kwenye mazingira yake, una wahudumu wazuri, lakini mgawa wa pili ulikuwa tu wa kawaida sana. Yes, lakini mgawa wa kwanza alikuwa na kawaida ya kufungua siku anazotaka leo. Wanafungua leo, kesho hafungui. Wana huduma nzuri na chakula kitamu. Lakini huu mgawa wa kawaida wenyewe wako consistent. Kila siku wanafungua. Kila siku wanafungua biashara yao. Kilichokuja kutokea ni nini? Baada ya muda watu wale wote, wateja ambao walikuwa wanasubiri mgawa mwingine, wakahama kwenye mgawa uliokuwa na hali ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu ya consistency. Kwa tujitahidi kwenye kila tunachokifanya tuwe na mwendelezo. Unaweza ukawa unafanya vizuri, lakini ukiwa unafanya kwa kudonoa, kwanza unafanya watu wasikuamini unachokifanya. Kwa sababu leo upo, kesho ufanyi. Yes, wanakuwa hawana uhakika na unachokifanya. Unafungua duka leo, unafunga mwezi, unakuja kufungua. Hata kama una bidhaa nzuri, watu hawezi kuamini na hawezi kuvutiwa na wewe kwa sababu hauna mwendelezo. Kwa hiyo mwendelezo ni muhimu sana katika kuwavutia watu. Yes. Lakini jambo lingine, kanuni nyingine, sikiliza watu. Kuwa na kawaida ya kusikiliza. Tafiti zinasema 45% ya muda wetu kwa siku tunatumia kusikiliza watu. Na wasikiliza watu vizuri. Sio tu kuwasikiliza, wasikiliza watu vizuri. Unazungumza na mtu hata akutazami machoni. Yuko busy na simu. Moja wapo ya skills ambazo moja wapo ya vitu ambavyo vinaweza vikakuonesha kwamba huyu mtu anisikiliza. Unazungumza na mtu yuko busy anasema, niambie unasemaje? Inaonyesha kabisa kwamba haumthamini. Yes, na mioyo yetu ni kama ubongo, inaenda sehemu ambapo inathaminiwa na kusikilizwa. Kwa hiyo ukitaka kuvutia watu kwenye maisha yako, take your time, wasikilize watu, concentrate, msikilize. Usiwe unafanya jambo lolote wakati unamsikiliza, ili aweze kuona sense. Wateja wanakuja, uko busy, hello, shoga yangu, sasa tutakula nini? Wewe unataka, there's namna ambayo unamfanya aone kama unamthamini. Yes, jambo lingine, ukitaka kuweza kuvutia watu kwenye maisha yako, hebu fanya vile ambavyo unapenda kufanyiwa. Fanya vile ambavyo unapenda kufanyiwa. Wewe unapenda kufanyiwa nini? Unapenda kufanyiwa vizuri. Kuna siku nimeenda sehemu kwenye kampuni, nilikuwa natafuta bidhaa. Nilipofika pale, nimeingia reception, nagonga, hakuna mtu anayesikiliza. Nikaingia kule ambako alikuwa amekaa mhusika. Ambia, samahani, nina shida. Kuja hapa sina shida. Nilikuwa kuna bidhaa fulani nataka ninunue. Yule mtu yuko busy. Baada, wewe unasemaje? Baada dakika moja anachukua, samahani, nina changamoto na shida hii. Kama nimemaliza kueleza ananiambia tena, hebu unasema? Nipatwa na hasira sana. Ni kama sasa na hajali kuhusiana na wewe. Nikarudia tena. Baada hapo akaniambia, okay sawa, nimekusikiliza. Kachukua kipeperushi hapo nje reception, kuna namna ya kulipia. Utajua namna ya kulipia. Nipoondoka, kwa kweli
sikuchukua hata kipeperushi. Na mpaka leo nikiona taarifa za ile taasisi au ile kampuni sina habari nao tena. Kwa sababu ya siku moja tu. Kwa nini nilijisikia? Kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu alinifanya nijisikie vibaya. Watu wanaweza wakasahau uliowaambia. Watu wanaweza wakasahau hata jina lako. Watu wanaweza wakasahau hata ulivyovaa. Lakini watu hawezi kusahau ulivyofanya wajisikie. Jitahidi sana kutaka wavutie watu kwenye maisha yako. Jitahidi wafanya wajisikie vizuri. Yes, jitahidi kufanya wajisikie vizuri. Kwa hiyo hizo ni kanuni ambazo ukizifanyia kazi zitakusaidia sana. Ziko nyingi kwenye kitabu, tumeweka zaidi ya kanuni 15, lakini hapa tumezungumza kwa uchache kanuni ambazo kiukweli ukizifanyia kazi zitakufanya uweze kwenda kwenye level nyingine ya kufanikisha kile ambacho unataka kufanya. Kumbuka always kutaka kufanikiwa ni 85% zinategemea ujuzi wa kuhusiana na watu. 15% tu ndio zinategemea ujuzi ulionao. Kwa kama hata unaandika vipi vitabu, mwandishi vizuri, unaongea vizuri vipi, kameramani mzuri, mwanamuziki mzuri, kama huna engagement nzuri ya watu na watu, hicho ambacho unakifanya huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo tunawasaidia watu kuweza kutengeneza mvuto. Wanaweza ka comment hapo kwenye sehemu ya comment, segment ya comment ili kuweza kuona namna gani wanaweza katufikia na tukawasaidia kuweza kuongeza mvuto kwao binafsi kwenye vitu wanavyofanya kazini, kwenye biashara ama hata kwenye mahusiano. Yes. Mtazamaji ambaye unaendelea kutufuatilia, hii ni Dynamic Talks Podcast na kipindi hewani ni jinsi ya kuwavutia watu tunaohitaji na fursa tunazozitafuta. Na mgeni wetu ni Abel Ngeleja, mmoja wa wataalamu ambao ninawafahamu hapa nchini Tanzania kwenye eneo la maendeleo binafsi na elimu ya fedha. Na tunaendelea Bwana Ngeleja kwenye tasnia ya ajira na vijana waliopo nchini. Huwa kuna purukushani siku hizi za kutafuta kazi na kutafuta ajira. Sasa nataka kufahamu jumla ya watu ambao wanakosa nafasi huwa inamaanisha kwamba hawafai au hawana uwezo? Hapana, sio kweli. Wengi wanakosa nafasi na wana uwezo mkubwa. Kuna kitabu kipya kinakuja nadhani soon, kinaitwa Interview Tips. Namna ambavyo unaweza ukawashawishi watu kwenye chumba cha usaili na wakakupa nafasi ya kazi. Nilichokuja kugundua kipindi nimebahatika kukaa kwenye usaili sasa hivi kwa baadhi ya sehemu. Nimekuja kugundua kwamba si wanaokosa kazi wote hawana uwezo. Nimesha kufanya usaili, tunafanyia usaili mtu mmoja na alikosa ajira. Kwa sababu kuna mambo kadhaa ambayo anashindwa kuyafahamu. Yes, kwa hiyo mtu anaingia kwanza hata ajui mojawapo ya kitu. Mtu anaenda kwenye interview una GPA kweli ya 5 out of 5, lakini unaenda kwenye taasisi ambayo hata hujui taarifa zake. Mtu unamuuliza hii taasisi inajihusisha na nini? Nimeona tu tangazo nikaona kuna position ambayo mimi naweza nikakaa. Most of the people wanakosa kazi kwa sababu mojawapo ni hiyo, hauna information, hauna taarifa. Lakini watu wengine pia hawana uwezo wa kujieleza. Public speaking skills ni muhimu sana. Mtu aliko kwenye interview anauma vidole. Kuna competition kubwa sasa. Tunataka watu ambao tukimpa nafasi kwenye taasisi anaweza kuwa confident, communicate. Kwa kuna makosa mengi ambayo nadhani tukipata wakati mwingine tutakuja tuzungumzie na vijana wengi ambao wana uwezo mkubwa sana lakini wanakosa kazi kwa sababu hawana zile interview skills ambazo zinawasaidia. Na wengine hata kwenye interview hawaitwi. Barua anavyoandika. Kuna barua ukiona unasema huyu ni graduate kwa namna fulani. Kuna namna fulani ya kuandika barua ambayo ina attract. Dunia sasa hivi bahati ni sehemu ndogo sana. Kuna inahitaji pia ujitengeneze kwa sababu bahati ni matokeo ya wewe kujitengeneza. Bahati haiwezi kuja tu. Shamba ufanye chochote then ije bahati. Sina maandalizi yoyote. Haiwezekani, it's impossible. Kwa hiyo siwasemi vijana wenzangu, lakini ninachotaka kusema ni kwamba tujitengeneze. Tujitengeneze ili kuweza kuattract vitu ambavyo tunataka kwenye maisha yetu. Kwa maana nyingine tujiandae, tusikurupuke, tukasubiri nafasi. Yes, tusikurupuke. Ni makosa gani ambayo kwa uzoefu wako na kwa kipindi kirefu ambacho umekuwa mentor watu wengi umegundua kwamba huwa wanayafanya mara kadhaa wanapotafuta kuvutia fursa, kuvutia watu na
wakati mwingine kutafuta wateja kwenye biashara? Yes, makosa mara nyingi yanatokana na kuviolate vile vitu ambavyo nimesema. Unatafuta, unataka kuvutia wateja, umeposti bidhaa leo, umekosa mteja, umekata tamaa. Kwa hiyo uposti tena, wateja wanapotea. Unaongea na wateja kama unakuwa umevaa ile sura ya askari jeshi, unapoongea na mhalifu. Kwa hiyo mteja anaondoka kwa sababu anaona hapa na kwa hiyo watu wengi sana wanafanya makosa kama hayo, wanafanya wakimbize fursa. Lakini wengine wanaingia hawajajiandaa, wanakuwa premature. Kosa kubwa sana. Ukiingia sehemu hujajiandaa, obvious inakuwa ngumu. Hatusemi tuogope kujaribu, lakini unapofanya attempt ya kwanza, at least wewe umejiandaa. Mtu akiona anasema yes, huyu mtu kuna process fulani anaifanya. Lakini kingine ni yale matamanio haraka tushasema. Mtu unakuja naye leo unamwambia sasa anataka kujifunza namna ya kuandika vitabu. Unamwambia sasa hapa tunakwenda taratibu. Hichi kitabu chako ili kiwe in good quality, tunatumia miezi miwili ya kuandika kila siku, tuna review na nini. Anaona unamchelewesha kwa sababu kuna kale kahamu, kamsukumo kwamba leo lazima nisichelewe. Kwa kinachokuja kutokea anaingia hajajiandaa. Watu wanachukua product ya kwanza wanaona haina maana. Na sisi watu wana habari nyingi sana. Akisha kuona mara ya kwanza hujafanya, na wewe kama huko strong kufanya consistency ya kuja kumprove tena kwamba umefanya zaidi ya jana, wanakuacha. Kwa hiyo vijana wengi wanataka kuingia wakiwa premature kwenye vitu wanavyofanya. Kwa hiyo inafanya kupotea. Yes. Kwa upande mwingine tunapotafuta kuvutia watu, huwa watu wengi wana confuse. Kuna watu wengi wanawatamani, lakini wakati mwingine hawa watu ni tofauti pia na vitu wanavyovifanya. Unawezaje kujua mtu sahihi anayefaa kwenda na wewe, na unajuaje kwamba ni kweli huyu mtu ninamhitaji, natakiwa kuwa na mkakati wa kumpata? Shamba, wewe ni mtu gani alikuvutia kwenye hicho unachokifanya? Wako wengi, lakini niliangalia specific kule ninakoenda na kitu ninachokihitaji. Yes, ulipomuona tu anachokifanya, pengine ulipomsikiliza, una shauku automatically kwenye moyo wako ilitokea. Yes, ukasema mbona kama mtu anafanya vizuri. Sasa moja ya vitu ambavyo tunavizalau sana binadamu ni hicho. Ukikutana na mtu ambaye ni wa direction yako. Kwa mfano sisi wazungumzaji, ukimwona tu anavyozungumza na engo ambayo anaizungumzia, utajua tu kwamba unamhitaji, uko motivated. Kuna habari fulani ama kuna vitu fulani wewe mwenyewe unapenda sana kuvifuatilia, automatically. Kwa hiyo role model wako, mtu ambaye wewe unatamani kumwendea, lazima awe ni mtu ambaye anaenda kwenye mwelekeo ambao wewe unatamani kufika. Otherwise utakuwa unapoteza muda. Wewe unataka kuwa msanii alafu role model wako unamfanya kuwa ni footballer. Sawa, kuna vitu utajifunza, lakini unaweza usifike kwenye ule mwelekeo. Unafuatilia idadi ya goli. Yes, idadi ya goli wakati wenzako wanafuatilia huku kwenye muziki afike wapi. Kwa hiyo fuatilia mtu ambaye ana mwelekeo ambao wewe unataka. Na ingine awe ni mtu ambaye anakuhamasisha. Unajuaje? Utasikia kutoka ndani tu kwamba yes, huyu mtu nimfuate. Yes. Ni nini hasa usingekuwa nacho kama ungepuzia mahusiano na watu mpaka sasa? Vitu vingi. Mimi nadhani hata kipindi tusingekuwa tunafanya. Yes, kwa sababu mara kwanza Shamba tumekutana mwaka 2018. Nakumbuka. Chuo kikuu cha UDOM nilikuja kwenye seminar. Nakumbuka vizuri. Yes, sasa kama what if nisingechukua namba yako tukatengeneza mahusiano haya, hiki kipindi kisingekuwepo, singenijua ninachokifanya, nisingejua ninachokifanya, singeshare potential ambazo tuko nazo. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kwa kweli kama nisingefanya nisingepata vitu vingi ambavyo niko navyo. Nimepata mpaka kuna hadi sehemu za kuishi wakati mwingine unasafiri mkoani, unapata kwa sababu ya namna ambavyo unahusiana na watu. Nimesha kupata seminar moja nililipwa pesa nyingi. Sasa kulipwa kama ile seminar mwaka 2021. Kwa hiyo ndio the best seminar kwangu. Kwa hiyo imekulipa mpunga mrefu. Nilipewa tiketi ya ndege kwenda na kurudi. The first time napanda ndege. Na nilipewa posho kwa siku nyingi sana. Ndefu. Na ilikuwa training ya wiki moja. Tuihifadhi lakini. Siwezi kusema. Kwa nini? Lakini ni kutokana na connection. Ile mimi wale watu hata hawakuwa wananifahamu. Ila kuna mtu mmoja ambaye nilikuwa nimeconnect naye, anaangalia status zangu, mada ninazofundisha na nini, akavutiwa. Afundisha mambo ya afya akili, akavutiwa.
Kwa waliposikia ofisini kwao wanahitaji mtu, hakuangalia majina makubwa ambayo yapo wanaona kwenye social media. Alini recommend mimi, alindozi mimi kutokana na mahusiano ambao tuliyatengeneza kabla. Yes, kwa hiyo kwa hiyo kwa lengo hiyo of course ninajivunia sana hii sayansi ya kuhusiana na watu imenisaidia sana. Yes. Bana, sisi tukushukuru kwa nafasi na vile ambavyo umefunguka kuwasaidia watu. Yes, asante sana. Sisi tunajisikia vizuri sana kuona kwamba una moyo wa kuambia siri ambazo zimekufikisha hapo. Yes. Haina shida kwa sababu lengo letu sisi wote ni kufika pale ambapo tunatamani. Kila mtu ana ndoto na tunasaidiana pamoja kuweza kufika pale ambako tunaelekea. Mtazamaji wa Dynamic Talks Podcast, bila shaka hii ndio ambayo inafanya tamati ya episode yetu hii ya pili na ndugu yangu Abel Ngeleja. Kama ndo mara yako ya kwanza kabisa umetupata na umetufuatilia, ninakukumbusha usubscribe na uguse alama ya kengele ili segmenti zote zinazofuata zisikupite tutakapokuwa hewani. Kumbuka nilikuwa ninaendesha gurudumu hili, naitwa Shamba the Shamba, ndiye ambaye nilikuwa ninaendesha mwanzo mpaka tamati. Karibu sana, tuendelee kujifunza mpaka wakati mwingine. Bye bye.